kauli ya Haji Sande Manara inaathiri kubwa kiasi gani ama inaathiri ipi? Haji ni mdau tu wa mpira kama walivyo wadau wengine wa mpira. Tunasemaga football is a game of opinions. Kila mtu ana opinion yake juu ya mpira wa miguu. Kwa bahati nzuri kwake sasa hivi hana title ya uongozi, kwamba hamna klabu inayomtambua Haji Manara kama kiongozi. Kwa hiyo alichozungumza siwezi kupingana naye wala siwezi kuungana naye, kwa sababu naamini amezungumza kwa namna ambavyo yeye amelipokea lile jambo. Hizo ni opinion zake na haziwezi kuwa opinion zangu wala haziwezi kuwa opinion zako. Ni kitu ambacho yeye amekifikiria juu ya kile ambacho anaona kinafaa kukizungumza juu ya rais wa TFF. Okay, inawezekana labda nyuma ya pazia kuna mtu labda ndo kaagiza kafanya mambo bwana. Maana ukimsikiliza Haji Manara anakuambia najua wale hawawezi kuzungumza maana wanaogopa kufungiwa. Ndio hicho ambacho nilikuwa nakizungumza kwamba Haji tukasema labda ni maoni yake, lakini kumbe nyuma ya pazia kuna watu wengine. Bahati mbaya sana ni kwamba kuprove nyuma yake yupo nani haiwezekani. Yeye amesimama pale, tunamjua Haji, hicho alichokifanya si mara ya kwanza. Haji hata akiwa kiongozi hivi vitu anafanya. Yaani unaweza ukawa ni msemaji wa timu yako lakini mwisho wa siku kuhit viongozi wa TFF ni kitu ambacho amekuwa kikifanya. Kwa hiyo kusema kwamba kuna mtu fulani yuko nyuma ya Haji uwezo ukakiprove. Alichokizungumza yeye amekizungumza kama mmoja wa wanachama wa Young Africans. Ni sawa na leo mtafute mwanachama mwingine wa Yanga asimame hapa atoe opinion zake juu ya hicho ambacho kimetokea. Na ndio maana ndani ya kauli zake anasema kwamba anajua viongozi wa Yanga hawezi kuzungumza kwa sababu watafungiwa. Ni kweli kanuni za ligi yetu hazitaki kiongozi, kanuni za ligi yetu hazitaki mtu ambaye ni mwanafamilia wa ligi kuu kuizungumza kwa ubaya ligi kuu ama viongozi wa ligi kuu mbele ya hadhira, nikiwa kwenye media ama kwenye mitandao yako ya kijamii. Kwa hiyo yeye kusimama mbele anajua sasa hivi kinga alionayo ni kwamba yeye sio kiongozi. Utamfungia Haji Sande Manara sasa hivi athari kwake hamna. Hata yeye ameshakiri kwamba hana mpango tena wa kusimama kama executive kwenye mpira wa taifa hili. Kwa hiyo hata ukimfungia kwake haina madhara yoyote. Yawezekana kweli kuna watu nyuma ambao kwa sababu wanajua huyu mwamba sasa hivi hawezi kufungiwa wanajaribu kupush agenda zao kupitia yeye, lakini bad enough ni kwamba hatuwezi kukaa hapa na kuprove kwamba ni fulani amemtuma ama hajatuma. Okay, lakini yeye anaombi kwenda kwa uongozi wa kikosi cha wananchi Young Africans. Mkutano mkuu wa dharura. Unaona ni kitu ambacho wanapaswa kufanya kwa sasa na waende na mazungumzo ambayo alikuwa anazungumzia hapa. Binafsi si shauri, si washauri au si wapangii kukaa kikao cha dharura, mkutano wa dharura Dar es Salaam Young Africans, japokuwa nakiri kwa mujibu wa katiba ya klabu yao wana uwezo, wana haki na hawatakuwa hawajafunja sheria yoyote kukaa mkutano wa dharura. Jambo hili sensitivity yake, uzito wake na ukubwa wake, wakikaa mkutano wa dharura kujadili kama wanachama, kwa sababu klabu hiyo ni klabu ya wanachama na ndio klabu ya wanachama yenye wanachama wengi rasmi na hai Afrika Mashariki na Kati. Nguvu ya klabu ya Yanga kupitia wanachama wake tumeiona katika nyakati kadhaa enzi. Kipindi cha bakuli survival ya klabu hiyo ilikuwa kupitia hisani na jitihada na jasho na damu la wanachama hawa. Wanachama hawa wakija kukuuliza haya maamuzi yako kama kiongozi, kwa nini kikatiba ibara inaruhusu kuja kukaa kujadili kutokana na uzito wake, ili tutakapozungumza uzungumze kama kiongozi wa Yanga lakini unazungumza kama kiongozi uliotumwa na wanachama wa Yanga. Kwa nini tusikae kikao na waelewa? Kwa hiyo hiyo nafikiri ni maamuzi yao binafsi ambayo wana haki kikanuni, wana haki kikatiba. Ni wao tu sasa kuamua kuona kama moja ya njia za kutafuta usuluhishi na utatuzi wa malalamiko yao. Mkutano ni sehemu yake. Okay, anyway, maana unajua kuna mengi sana nyuma ya pazia. Utasikia alikaa hapa madarakani ya kwa Sifa. Tulimbeba. Huko sijui nimefanyaje. Tuachane na hilo. Kwenye miongoni mwa vitu ambavyo of course vinaendelea kuzungumzwa kwa sasa ni ile ambayo inaonekana majibu ya bodi ya ligi kuelekea kwa wananchi Young Africans, zile ambazo zimevuja wakanda. Vitu vya msingi ambavyo vimeainishwa pale ni vile ambavyo mara nyingi kwenye kanuni vinahitaji ama vinaweza vikafanya game kuhairishwa. Mfano mambo ya kiusalama, sivyo? Issue ya mvua na mengineyo mengi. Ukienda kwenye ile barua ambayo inaonekana kwamba imeelekezwa Yanga wamejibiwa. Kwamba Yanga wamejibiwa. Hivyo vitu vimetajwa.
Siku zote huwa nasema hapa, mtu ametafuta kwa kuna watu ambao wamechagua kwa hukumu Simba baada ya mechi kutochezwa. Kuna watu wengine wamechagua kwa hukumu Yanga kwa sababu wanaamini kwamba Yanga walituma mabouncer uwanjani kwenda kuwazuia Simba kufanya mazoezi. Lakini watu wengi sana wanawaacha bodi ya ligi. Hawa ndio culprit namba 1 kwa nini mchezo hujachezwa. Tangu Simba anawasha basi lake huko alikokuwa mpaka anaenda Benjamin Mkapa, bodi ya ligi wanahusika kwa nini Simba kuingia uwanjani. Bodi ya ligi wanahusika kwa nini kulikuwa kuna watu unauthorized uwanjani. Bodi ya ligi wanahusika kwa 100% kwa nini Simba anawasha basi anaondoka Benjamin Mkapa pasi kufanya mazoezi. Bodi ya ligi wanahusika kukaa kikao chao saa 8. Bodi ya ligi wanahusika kuahirisha ule mchezo kwa sababu zifuatazo. Ukisoma hiyo barua yao walioichapisha pale bodi ya ligi, ni kwamba humo katikati sababu walizozitaja ni kwamba kulikuwa kuna hofu ya kiusalama ya ndio maana ikapeleka. Hiyo ni sababu ya kwanza. Kuna sababu nyingi, ngoja nianze moja. Ya kwanza ni usalama, kwamba walihofia sababu za kiusalama ndio ikapelekea kugairisha ule mchezo. Sasa tuje kwenye tukio lenyewe, tutafute sababu ya kiusalama. Hapo kwa sababu za kiusalama unajua wameandikaje? Sababu za kiusalama ambazo zingeweza kutokea kabla, wakati na baada. Good enough ni kwamba tukio lilitokea mbele za watu. Watu walilishuhudia lile tukio. Kwenye sequence ya yale matukio ya dharura ambayo yanapaswa bodi ya ligi kugairisha mchezo, tukio la usalama lipo. Well and good, tunawapa hiyo credit kwamba waliweka pale usalama ukiwa hafifu mnaosha kugairisha mchezo. Sasa tuje tutafute ni usalama upi unaozungumzwa hapa. Simba Sports Club wamefika uwanjani. Ukiliangalia ile tukio kwa ushahidi wa picha za mjongeo mpaka Simba anaondoka, anageuza basi, hakukuwa na vurugu iliyopelekea watu kupigana. Hapakuwa na vurugu iliyopelekea uvunjifu wa miundombinu, either ni geti, either ni mali zilizopo karibu, nikimaanisha mali labda sijui ni zile fence, sijui whatever, mabasi yaliyokuepo pale, wala hapakuwa na athari ya moja kwa moja kwa binadamu, nikimaanisha kupata majeraha kwa watu ama vifo kwa watu. Kwa hiyo hapo mkuu wa usalama mzee wetu Hashim, yeye anaingia katikati hapo kwa heshima nilionayo juu yake. Mzee wetu alishindwa kabisa kufacilitate usalama wa Simba kuingia uwanjani kwa sababu ifuatayo. Meneja wa uwanja baada ya kusema hana taarifa, match commissioner alipeleka taarifa kwamba hawa watu, which hata hiyo meneja wa uwanja kutokuwa na taarifa nalo ni kosa la bodi ya ligi pia. Kwa nini umtaarifu mtu kama watu wanakuja kufanya mazoezi? Simba labda hajatoa taarifa, but kwa mujibu wa kanuni zenu leo kwenye barua ukisoma mstari wa kwanza wanasema kwamba klabu haipaswi kutoa taarifa ikiwa inaenda kufanya mazoezi. It means sio lazima, si ndio hivyo? It means wewe kama bodi ya ligi kichwani mwako kwa mujibu wa madaftari yako kwenye kanuni unajua kwamba ni lazima klabu itaenda, whether wewe wanaenda whether wawe hawaga waende, lakini unajua kabisa kanuni inataka niwe nimefanya kitu fulani, meaning lazima uwanja uandaliwe, meaning lazima officials wako wote wawepo pale uwanjani, either huyo mtu aje ama huyo mtu asije, si ndivyo? Ukiangalia uwanjani hakukuwa na official hata mmoja wa bodi ya ligi. Officials na wataja hapa: moja, commissioner wa mchezo; 2, general coordinator wa mchezo; 3, msimamizi wa kituo; 4, mkuu wa usalama. Hawa wote hawakuepo, meaning bodi ya ligi walishindwa kufacilitate haya mazingira ya Simba kutrain. Number 1. Tukija sasa kwenye ile hoja ya usalama, nimegusia hapa vitu ambavyo vinaweza tukasema kama ni usalama. Mpaka Simba anaondoka hakukuwa na athari yoyote ile kwa binadamu wala miundombinu iliyokuwa pale uwanjani. Baada ya ripoti haikutoka, meaning mkuu wa usalama mzee wetu Hashim alishindwa kabisa kuorganize safety ya Simba tu kuingia ndani ya gate, meaning ni failure ya moja kati ya personnel wa bodi ya ligi. Huyo mtu wa pili. Cha tatu, tumeamka asubuhi baada ya mzee wetu Hashim Mguto kusema kwamba mechi iko pale pale. Tukiwauliza sababu za wao kukaa kile kikao, hakuna sababu yoyote ambayo italink na usalama, bali sababu pekee ambayo iliwafanya waitane kwenye vikao ni barua ya Simba kusema kwamba watahususia mchezo. Hiyo ndio sababu wao kwenye kikao. Sasa katikati ya hicho kikao wakaja na maazimio kwamba hali ya usalama haitoshi
ule mchezo kuchezwa. Tutakubaliana hapa, wakati mechi bado imetangazwa ipo, kwa mujibu wa social media za TFF, kwa mujibu wa mazungumzo aliyofanya mzee wetu Hashim Mguto, kwa mujibu wa kauli ya Steven Mguto, kumradhi, kwa mujibu wa kauli ya Steven Mguto, kwa mujibu wa kauli ya msemaji wa bodi ya ligi, hawa wote walisema mechi ipo. Watu Benjamin Mkapa walikuwa wanaingia kwa kufata utaratibu. Mashabiki wa Simba walikuwepo, mashabiki wa Yanga walikuwepo, walikuwa wakiingia uwanjani, meaning bodi ya ligi mpaka asubuhi walikuwa wanajua usalama upo, na ndio maana waliruhusu watu kuingia uwanjani. Waliweka officials getini, wakawa wanawapitisha watu kuashiria kwamba this game is fit to be played, kwamba hakuna hata kiashiria kimoja cha uvunjifu wa amani. Watu waliingia uwanjani. Hapo sasa ndo tunakuja kwenye ile kauli yake, wamesema kwamba kabla, wakati na baada, kwamba usalama waliuhofia kabla, waliuhofia usalama wakati, waliuhofia usalama baada. Hapa ninapozungumza ni kabla ya mchezo, meaning watu walivyoingia uwanjani. Mzee Mguto alivyotoa statement kwamba mechi ipo, social media za TFF zilivyokuwa zinapitisha posters kwenye social media kwamba mechi ipo, usalama saa 4, hatuongei usiku wala tuongei saa 4 asubuhi, meaning walijidhihirisha kwamba usalama upo 100%, watu nendeni uwanjani. Mguto anafanya social media, anafanya ile interview, anathibitisha kwamba mechi ipo pale pale, meaning anajua usalama upo. Kwa hiyo wao kuja sasa hivi na maandiko kusema kwamba hakukuwa na hali sahihi ya kiusalama watu kucheza, it does not make sense. Meaning hawa bodi ya ligi hicho anachokifanya ni kusema kwamba Yanga hawezi kupata hizo alama 3, meaning kwangu mimi sina intention ya Yanga kupewa alama 3. Sipendi sana mechi isichezwe. Napenda watu waende uwanjani wakapambane. Wao kuja na statement yoyote ile ambayo itaikandamiza klabu yoyote, either itaikandamiza Simba, either itaikandamiza Yanga, statement ya bodi ya ligi sasa hivi haishi tena kwenye haishi tena kwenye kanuni, bali ni matumizi ya ubabe, kwa sababu ifuatayo. Brain, ngoja nimalizie. Kwa sababu ifuatayo, wao ndio watu wa kwanza kuugairisha ule mchezo. Kilichotakiwa kufanywa hakikufanywa. Leo wanakuja, ukisoma mkatikati wametaja mpaka rushwa. Wamesema mpaka rushwa ndio ilisababisha ule mchezo usichezwe. Hivyo vyote vya sheria, ina maana mpaka saa 4 hamkujua kwamba kuna rushwa. Rushwa imekuja kugundulika kwenye kikao. Maana tukio limetokea usiku saa 1. Na hata kwa mujibu wa kanuni rushwa inasadifu vipi kukairisha na bali na unajua tukiongea the real sense, mimi nitakupa mifano. Leo tuongee kwa mifano sasa. Football game kuahirishwa mchezo ni option ya mwisho. Yani ikifika hatua kwamba hatuwezi kufanya chochote, ndio naigairisha mchezo. Brother, kuna finali ya UEFA Champions League, Real Madrid dhidi ya Liverpool. Unatokea ugomvi nje ya uwanja, mechi inasogezwa mbele. Mechi inasogezwa mbele. Yes, mechi Ufaransa. Watu wanashindwa kuingia uwanjani kwa sababu ya ugomvi nje ya uwanja, mechi inasogezwa mbele. Hali afya za mashabiki. Kuna viashiria, na sikumbuki game gani, haizipita wiki 2 hapa. Kuna game pia isogezwa mbele, viashiria vya ugaidi. Yani atuongei tu watu kupigana, watu kuzuia kufanya mazoezi. Viashiria Messi Said Dabi pia alikuwa anaisha usalama, alikuwa hali ya hewa. Yes, Messi Said Dabi kwa sababu ya hali ya hewa aliamini kama inaweza kanyesha mvua ikawadhuru. But tutoka huko, tuje kwenye vile viashiria vya ugaidi. Watu wanapata taarifa kwamba kuna viashiria vya ugaidi karibu na uwanja. Wanachofanya, wanadhibiti kwanza hivyo viashiria. Wanahakikisha usalama upo, ndio watu wanaambiwa okay, game iendelee. Kugairisha mchezo dunia nzima huwa inakuwa ni option ya mwisho. Yani umeshindwa kudhibiti usalama, umeshindwa kucontrol mashabiki, umeshindwa labda hali ya hewa, ndio ile uwezo kucontrol hali ya hewa kwamba okay, labda uwanja umeshindwa kabisa kuhodhi yale maji, hapo ndio unagairisha mchezo. Lakini kugairisha mchezo just because mtu kasema kwamba mimi siwezi kuja uwanjani, bro, bodi ya ligi ni culprit namba 1. Yani hapa wasiwahukumu Simba, hapa wasiwahukumu Yanga. Yanga na haki yake ya kudai anachodai, Simba na haki yake ya kudai anachodai. Bodi ya ligi wao ndio waje na statement sahihi. Hawa ndio wametukwamisha, ndio wametupeleka hapa tulipo. Leo rais anaongea kwa sababu ya subordinates wake wa bodi ya ligi. Hapo mimi ndio panaponipa shida kama kiongozi wa taasisi. Mwishoni hapa wakati namalizia Simba na Yanga na Omari Majani, kama tunamuondoa Simba na Yanga kwamba hastahili hizi lawama zote ni za bodi ya ligi, basi ile kauli ya kujiwajibisha ama kujitathmini ndio ichukue nafasi. Na bwana Brain, na ndio kitu ambacho mimi kimenishtua. Kwa nini rais kama hajalipa majibu? Naomba niwape kitu kimoja. Hivi tulivyoviongea umndani sio maoni, ni facts kwa mujibu wa kanuni za ligi kuu. Nitakupa hapa kwa mfano kanuni kuanzia ya 35 mpaka kanuni ya 37 inamzungumzia match commissioner, inamzungumzia mkuu wa kituo, inamzungumzia GC. Hawa wote wanapaswa kuhakikisha mechi inachezwa
kwa kuprovide kila kinachotakiwa. Nilivyoviongea hapa na ushahidi wa vitu vilivyopo ni kwamba hawa wote walishindwa kuhakikisha mchezo unachezwa. Kwanza kwa kushindwa kuprovide usalama, pili kwa kushindwa kufacilitate Simba kuingia uwanjani, tatu ni kwa kutokuwepo tu Benjamin Mkapa Simba anavyofika. Okay, kama tunamtoa Simba na Yanga, bodi ya ligi ndo anayehusika. That means kwamba kumbe kuna haja yao kujitathmini. Kwa hili Yanga swali peleka timu. Taratibu mashabiki swali ingia. Baadaye swali train Yanga. Mashabiki swali toka. Tulipata taarifa ambazo negative pale, labda kuna athari nini na nini. Zingeonekana. Maana hii hoja bwana haitokuwa ya msingi. Hoja hiyo haijawahi kuwa ya msingi. Kwa hii barua ambayo inaonekana ni ya majibu kuelekea kwa wananchi wa Africans. Yani na hiyo kanuni ambayo anazungumzwa kwamba Yanga amekiuka inaeleza nini? Kanuni ya 47:18. Ningetamani sana pia kujua hicho. Sasa hiyo kanuni inaeleza hivi. Pale inapotokea klabu ama timu ikakaidi kutotii maagizo ya bodi ya ligi, sio? Italazimika kulipa faini ya mpaka milioni 10 ama mkato, na yani either hichi kimoja kati ya hivi viwili nitavyotajia ama vyote. Faini ya mpaka milioni 10 ama kushushwa daraja. Kwamba kwa mujibu wa kanuni, kitendo cha Yanga kwenda kwenye mchezo namba 184, mchezo ambao wao wanaamini kikanuni wako sahihi kwenda, mchezo ambao bodi ya ligi imeughairisha saa 8 mchana kwa mujibu wa kanuni wanaoamini iko sahihi, na bila kupeleka officials yoyote kwenye mchezo huo kwamba hautambuliki, Yanga kwenda manake ni kukinai maagizo na maelekezo ya bodi ya ligi, na athari zake ni kulipa faini ya mpaka milioni 10 ama kwenye mabano na kushushwa daraja. Marekebisho ya mwaka 2024 yanasomaji wa kanda. Hiyo hapana shaka pia ilikuwa 2023. Japo ya 2024 toleo toleo jipya. Kanuni ya 47:18 yenyewe ime-exclude tu hicho kipande cha kumshusha mtu daraja. Wameishia tu kwamba fine hizo, lakini kwenye kipande kile cha kushusha daraja naona pale wamejistahi. Wameona ukienda na kanuni ya 2023 inasema hivyo. Kwa maelezo yako wewe. Ya wananchi kushushwa. Wametoa tu kipengele cha mtu kushushwa daraja. Na hizo fine. Na hicho nachokikuwa kina maana. Kushusha mtu daraja. Sasa unajua hata hii kanuni hii ya mtu kutokufuata maagizo, labda wangetaja sababu ipi ambayo wanaamini Yanga hawajaifuata. Labda kama kupeleka timu uwanjani, Yanga alipeleka timu uwanjani, wao hawakuwa ndani, mechi zishairishwa. Wale Yanga wameenda pale uwanjani around saa 9. Ndio. Mmeshaambiwa wao walitoa taarifa kutoka saa 8. Yaani timu zishapokea hizo barua. Bwana tushawatumia kwamba hamna mechi. Yanga walipeleka timu sijui saa 9, sijui saa 10, wanaingia uwanjani saa 11. Wamefika uwanjani Benjamin Mkapa, walipofika wameingia uwanjani, wametrain, wameondoka. Wametangaza kikosi chao, wameondoka, si ndivyo? Kwa hiyo waje hapo watuambie labda kama kile alichokifanya Yanga ni kosa. Wakisema kwamba kile alichokifanya Yanga ni kosa, prove it kama ni kosa, because kwa namna ambavyo nimekuwa nikishuhudia, kwa sababu wanadai kwamba wao wamewatumia barua ya kuahirisha game. Yanga wamecheza mechi ya ligi. Wao wamekaidi, umepeleka timu. Wamepeleka timu wapi? Kwenye sababu za Yanga kudai haki yao. Maana wao wanasema walifuata taratibu zote za mchezo. Sasa kama saa 8 walitoa taarifa kwamba game haipo, that means kwamba hakuna taratibu zozote za game ambazo inabidi ziendelee. Hamna taratibu ya game inabidi iendelee, si ndivyo? Taratibu za game kuendelea huwa zinakuwa initiated na nani? Si wao wenyewe, bodi ya ligi, kwamba timu ikifika uwanjani ndio inabidi wakague. Yanga walikaguliwa? Hakukaguliwa. Hawajakaguliwa. Wanavyoingia uwanjani labda kuna mtu alienda kuhesabia pale wamezidi ama hawajazidi. Hayupo. It means hakukuwa na utaratibu wowote uliokuwa unaendelea kwa mujibu wa TFF. Wao kwenda uwanjani it's something else. Yaani hiyo inawezekana hata isiwe na wahusu bodi ya ligi, kwa sababu katika kitu ambacho nimekuwa nikikifuatilia mara zote ni kwamba ukienda siku ya mchezo kukodi uwanja ni kwamba wewe ndio unaokuwa na mamlaka na huo uwanja. Ukienda kwa mfano leo mimi nikiandika barua pale, mimi Samuel Rashid wa Wakanda_Republic na shida na uwanja wa Benjamin Mkapa, mimi ndio nitakayejua na ufanyia matumizi gani. Naweza pale nikaandika matumizi yangu kwamba nataka leo tufanye tamasha. Kwa hiyo walichofanya Yanga, unapokodi uwanja kwa ajili ya mechi ya ligi kuu, unaenda pale unaambia bwana mimi na ukodi huu uwanja, bodi ya ligi manager wa uwanja anakukabidhi ule uwanja full time. Wewe ndio utajua pale mkacheze segere, wewe ndio utajua pale sijui mkafanya
nini, as long as ni matukio ya kimpira. Na ndio maana kwenye yale matamasha yao, sijui siku ya wananchi, sijui Simba Day, waga hawawi limited kwamba umekodi huu uwanja, hakikisha tu unavyokuja kuuchukua mimi na uchukua kwa usalama. Kwa hiyo wewe ukikodi uwanja, ukiamua kupeleka timu, utajua wewe. Yeye meneja pale, hizo notions za ni mchezo wa ligi kuu zitakuja tu sababu yupo aware. Okay. Lakini kwa mujibu wa makaratasi yake, yeye Yanga watamlipa pesa ya kukodi uwanja kwa matumizi ya Yanga. Watakachokifanya baada ya hapo, either ni kwenda kufanya mazoezi, it's up to them. Either ni kwenda kualika mashabiki zao kupata iftar, it's up to them. Kwa hiyo wao TFF baada ya kusema tu mechi imeisha, haipo, wao wanaishia pale pale, hawajaenda uwanjani, it's up to them. Yanga kaenda, wao haiwahusu.